Mimi naamini mama ni mama muungwana, Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa nchi hii. Nadhani ataelekeza haki itumike kwa kila mmoja ambaye atafikiria kwenda kutafuta uongozi au kutafuta kuchaguliwa. Ninamwamini mama. Ninamwamini sana mama. Mimi kutoka roho kwangu namwamini. Kwa hiyo tunaamini kwamba uchaguzi huu wa mwaka huu utakuwa huru na haki. Hautakuwa wa dhuluma wala wa mabavu. Mzee Medad Mando, mtumishi wa serikali mstaafu katika taasisi mbalimbali za umma, mkazi wa mkoani Arusha ambaye kwa sasa yupo mkoani Manyara, amefunguka juu ya vuguvugu za kisiasa zinazoendelea mkoani Arusha kuanzia mwaka 2015 ukilinganisha na mwaka huu 2025 wakati tukielekea katika uchaguzi mkuu Oktoba. Pia amefunguka kuhusu wakazi wa mkoani Arusha kumuomba mkuu wa mkoa wa sasa Paul Makonda kugombea ubunge wa jimbo la Arusha. Ameeleza nini kitatokea endapo CCM watamsimamisha Makonda kugombea ubunge kwa tiketi ya chama chao na Chadema kumsimamisha Godless Lema kugombea kwa tiketi ya chama chao. Ikiwa hivi, nini kitatokea? Huyu hapa Mzee Mando, mkazi wa mkoani Arusha. Kwa jina mimi naitwa Medad Elias Mando. Ni mkazi niliyeishi Arusha kwa muda mrefu, lakini kwa sasa niko hapa Manyara nyumbani. Mimi niliwahi kufanya kazi kwenye taasisi za umma kabla ya kustaafu sehemu tofauti. Nilifanya kazi kwenye kiwanda kilichokuwa cha nguo zamani miaka ya 80 huko Kilimanjaro Textile, alafu baadaye nikaenda TPRI, taasisi ya viuatilifu, ndio TPRI. Kwa hiyo niliondoka hapo miaka ya 99 huko, nikaingia kwenye shughuli za bima za magari, za nyumba. Niko na kampuni moja inaitwa Bumaco Insurance ambayo ninafanya nao kama mzee mstaafu ambaye anasaidia na kushauri vijana. Nakumbuka uchaguzi ulioleta joto kali sana mwaka 2015 kati ya Chadema na CCM, ambapo Chadema walikuwa washindi wa viti vingi sana vya udiwani pale mjini Arusha. CCM ilikuwa na kiti kimoja tu na mbunge alipatikana anaitwa Lema, bwana Godless Lema, ndio mbunge aliyechaguliwa mwaka huo. Kwa hiyo Chadema ilikuwa nguvu sana kati ya jimbo la Arusha mjini, Arumeru. Wakati huo marehemu aliyekuwa waziri mkuu wa zamani Lowassa Monduli ndo alipata ubunge wake kwenye wilaya yake ya Monduli. Sasa zilikuwa moto kweli. Yaani kwa kweli CCM hawakuwa na nguvu kabisa na Chadema ilikuwa juu sana wakati huo kwa kweli. Enzi ya Mzee Nyerere, rais wetu wa awamu ya kwanza, alisema kuwa na upinzani jambo muhimu kwa sababu ukibaki mwenyewe unalala usingizi, ukiwa na mpinzani kidogo unachangamka, unajaribu kulinda zile haki za wale watu waliokupeleka bungeni au waliokuchagua. Kwa hiyo kuwa na upinzani ni jambo muhimu sana. 2020 mambo yaligeuka. CCM ilipata nguvu sana baada ya marehemu aliyekuwa rais wa nchi John Pombe Magufuli akiwa rais. Alitumia nguvu sana ya kuimaliza Chadema ambayo ilikuwa na nguvu sana miaka hiyo. Hapo CCM ilipata kuanzia Kilimanjaro, Arusha. Jambo ukiangalia alikuwa mkuu wa mkoa wa Arusha, lakini kwenye siasa siasa zina mbinu sana. Jambo sina hakika kama atakuwa na uwezo wa kupambana na Makonda, kama sijui kwa upande wao kama, lakini jambo sio machachari kama aliyekuwa Lema. Alipokuwa Lema, Godless Lema alikuwa mbunge machachari sana na aliweza kutafuta haki yake kwa nguvu zote, kwa mapambano ya hali ya juu. Kuna wakati hata anapigwa, lakini ni mbunge ambaye alikuwa
anajiweza kwa kweli. Mpaka mara nyingi alipopata ushindi ilikuwa kwa kupambana kweli kweli, sio mchezo. Nategemea na chama chao kama watampitisha nani huko sasa. Lakini nadhani wanamtegemea sana, wanamwamini nani Gambo, yaani Makonda kuliko Gambo. Gambo sio machachari sana kwenye siasa. Kwa hiyo mimi nadhani kwa CCM labda kama watamteua huyu bwana Makonda, sijui yani hata CCM wenyewe nadhani watakuwa wanamwamini Makonda kuliko Gambo. Gambo kwa jinsi ninavyomfahamu hawezi kupambana na yule bwana Makonda. Makonda ni mwanasiasa kidogo, kijana ambaye ni machachari na mbinu za kisiasa anazijua kuliko hata Gambo. Kwa mimi ninavyoona, kwa mtazamo wangu, mimi nadhani kama chama cha CCM wanajua udhaifu wa Gambo na wanajua machachari ya Makonda. Kwa sijui sasa kwa upande wao kama wanafanya, lakini kazi ni kwao, kwa sababu wenye unajua siasa ni tunasema ni kama mtu ambaye ana mpiganaji. Mpiganaji ana mbinu nyingi sana za kutumia, kama ni silaha gani anatumia safari hii kwa ajili ya kufanikisha mambo yake. Kwa hiyo siasa ni vita kifupi. Mimi kwa mtazamo wangu namwamini sana bwana Lema, kwa sababu Lema ni mtu ambaye kwa tabia yake alikuwa haogopi kitu. Ni mpiganaji kweli kweli, hata kama unampiga mimi nimeshuhudia mateso aliyowahi kupata kipindi chote kile alipokuwa mbunge. Alipata kweli mbunge kwa nafikiri hata kwa mateso makubwa sana. Kwamba amekuwa mbunge lakini kwa kupambana mwenyewe, kitu ambacho mtu mwingine wa kawaida sio rahisi. Hata Gambo asingeweza hiyo vita vya aina hiyo asingeweza kabisa. Sehemu kwa kuonyesha Makonda na huku Lema, ushindani huu utakuwaje? Ushindani utakuwa mkali kwa jinsi ninavyofahamu wakazi wa Arusha. Ushindani utakuwa mkali kweli kweli, sio mchezo. Mbinu kama hiyo inaweza kusababisha sehemu shida, lakini kwa hali ya kawaida ninavyofahamu watu wa Arusha, ana misimamo yao kwa kweli. Kwa upande wa CCM anaweza akakubalika kwa sababu ya maarifa yake ya kisiasa zaidi ya Gambo. Gambo siasa ni vita, kama nilivyosema kwamba Gambo sio mpambanaji sana kwenye siasa. Gambo alikuwa kiongozi mtawala tu, alikuwa RC, mkuu wa mkoa, lakini kwenye hii siasa ya purukushani asingeweza. Bahati tu ile safari aliyokuwa mbunge ni kwamba upinzani ambao ni Chadema ulinyamazishwa kwa nguvu kidogo. Hiyo labda Gambo ndio wakimteua Gambo anaweza akapambana akatoboa, kwa sababu pia CCM na nguvu ya kiuchumi. Hapo tukubaliane kwenye hilo. Mimi nashukuru kwa serikali iliyoko sasa hivi ya huyu mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli mimi nimeona kwa mtazamo wangu ameleta maridhiano baada ya hii iliyopita ya marehemu John Pombe Magufuli. Lakini huyu mama mimi kwa kweli simkampeni, lakini nakubali kwamba ni mtu ambaye ana moyo wa maridhiano. Sasa mama amefanya mambo mengi tu makubwa, mimi rohoni nakubali kwa kweli. Ni mtu ambaye amefanya mengi ambayo kwa kweli mimi kwa kweli tukumbuke pia Watanzania kwamba hakuna mtu anayekuletea chakula mdomoni kwako au fedha mfukoni kwako. Cha msingi watu wafanye kazi kwa bidii, kama ni mkulima kwa bidii. Hata vijana wetu hao wanaomaliza vyuo sasa hivi hakuna ajira ya moja kwa moja ya serikali. Ndio maana
Kuna hii slogan ya mama aliyoianzisha hii ya BBT, Building Better Tomorrow. Shambani kunalipa kama watu wanajituma, watu waache uvivu. Vijana wengi sasa hivi wanakimbilia kutafuta hizi pikipiki mnazoita bodaboda. Kwa hiyo unakuta kuna kijana ambaye anakuwa strong kwenye kutafuta maisha. Vijana zamani tunatembea kilomita nyingi sana. Mtu kwa siku unaweza kutembea kilomita hata kilomita 100 au 100 na zaidi kwa miguu. Sasa kinachotakiwa ni bidii. Hakuna rais duniani anakuletea raha mfukoni kwako au mdomoni kwako. Kwa kweli lazima tukubaliane kwamba kwanza tuna nchi nzuri. Hii nchi haina matatizo kama nchi za wenzetu. Kama tuchukulie nchi za wenzetu ambazo zina machafuko mengi, kipiga hesabu Tanzania ni nchi ambayo mtu unalala usingizi wako unakoroma usiku, huna wasiwasi. Hapa kuna bunduki, kuna bomu, tofauti na nchi za wenzetu.